Hello world, jambo East Africa, Tanzania. Leo nina vitu vichache ambavyo nataka nizungumze hasa kuhusiana na project ya Pi Network. Kwenda kwenye swala kuu la mabadiliko ambalo linakwenda kufanywa na core team. Ni badiliko gani hili nakwenda kulizungumzia? Basi nakwenda kugusia katika upande wa quantum machine ambayo inakwenda kuwashwa hivi karibuni. Ungana nami kwenye simulizi hii ambayo nakwenda kukupatia wewe pioneers, wewe unaisikia lugha hii ya Kiswahili popote ulipo. Kwanza napenda niseme kitu kimoja ambacho wengi pioneers mmekuwa na maswali na kutokuamini project ya Pi, na kuona huenda siku moja kukawa kuna changamoto kubwa ambazo zikaizuia project ya Pi kutumika nchini Tanzania au nchi baadhi za Afrika ambazo hazijaingia kwenye mifumo ya ile Central Bank Digital Currency, kwa maana ya zile CBDC. Sasa basi nataka nizungumzie pointi hapo ya msingi sana, pamoja na kudelay kote kwa serikali ya Tanzania kwa maana ya kuingia kwenye hizo Central Bank pale BOT, kuwa na hiyo Central Bank Digital Currency ama CBDC ya kwetu, haimaanishi kwamba project ya Pi itafeli. Nataka niwaamshe kitu ambacho mimi nimekielewa kupitia Pi na quantum machine ambazo zinakuja kuwashwa. Kwanza moja, kitu ambacho kitaifanya Pi iweze kurun ulimwenguni ni kwa sababu core team ama Nicholas Kokaris na wale jopo lake lote wamekaa chini wakitafakari namna Pi itaweza kuingia duniani na kila taifa ili iweze kukubalika na kufanya kazi kwa maana ya matumizi. Wamewezaje kufikiria? Ndio nataka sasa ni kuamshe wewe ambaye huenda hujaelewa ama hujui ni kwa nini Pi Network itaweza kuingia nchi zote duniani na kufanya kazi. Mpango huu ni mkubwa sana ambao uko nyuma ya pazia, kwa maana ya maandalizi yaliyofanywa ya kuhamisha mfumo wa benki kuu duniani, zile IMF kwa maana ya hiyo World Bank, wamebadili kutoka kwenye system ya Swift na kuja kwenye mfumo wa ISO ambao ISO 222, kwa maana ya huu ndio mfumo utakao kwenda kubadilisha ulimwengu wote wa fedha duniani. Naomba nielewe, ulimwenguni duniani, sio Tanzania tu peke yake, duniani kote. Sasa basi mfumo huu wa ISO 222, huu ndio unakwenda kutengeneza kitu kipya, kwa sababu huu mfumo unaibeba mazima Pi Network, unaibeba cryptocurrency jumla, kwa maana ya sarafu zote mtandao zote zitakuwa ziko na uhuru, na mfumo huu utaruhusu hadi benki kutumia transaction za mifumo hiyo ya fedha ya kidigitali. Sasa Tanzania mpaka sasa tumekuwa ni watu ambao bado hatuja accept mifumo hii, hasa kwa serikali yetu, na bado iko nyuma. Kama alivyoongea tu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, aliwahi kuzungumza mama yetu. Huyu ni mama yetu, alisema kabisa, sio mara moja, sio mara mbili, alishafikisha mara kadhaa akizungumza kwamba na akiwaelekeza BOT waweze kubadilika na kuingia kwenye mifumo ya kisasa ya fedha hizi digitali, kwa maana ya Tanzania tuwe na CBDC, Central Bank Digital Currency, ili transaction zinazofanyika kwenye miamala hii ya currency
iwe inapita ndani ya BOT, maana BOT watakuwa wanapata zile gas fee, kwa maana zile yale makato ambayo tutakuwa tunayafanya kupitia cryptocurrency hizi sarafu. Sasa serikali itatengeneza faida kubwa kupitia miamala hiyo. Mfano, mtu leo anafanya transaction Binance, ana Bitcoin anauza, ana convert kwenda USDT, then anaenda ana withdraw kwa wakala P2P pale, na anaingiziwa kwenye bank account ama namba ya simu. So serikali pale kuna zile transaction kutoka ile coin mpaka kuja kuwa USDT mpaka kuja kuwa T-shillings, serikali haijanufaika na chochote. Lakini tukishakuwa na CBDC, maana yake serikali ya Tanzania itaweza kupata zile fees za kuchange kutoka ile USDT kwenda to T-shillings. Maana yake tayari serikali imeingiza kipato. Lakini pia ukipata T-shillings kuna makato zile fee, kama ni bank unatumia, kama ni ATM, maanake kuna makato ya kila miamala ambao wanakata. So ukija kwenye transaction za Airtel Money ama Tigo Pesa, zile pia tunakatwa kama makato. Kwa hiyo serikali ingetengeneza mapato zaidi na zaidi. Ila sasa kudelay kwao, narudi kwenye mada yangu, kudelay kwao hakuisaidii kitu serikali ya Tanzania, au kuikataa cryptocurrency haitawasaidia kitu serikali ya Tanzania. Kwa nini? Haitawasaidia kwa sababu mfumo huu umeshatengenezwa kwa ajili ya dunia. Na dunia hii tunaoizungumzia sio ya 2027 huko 2026, no. Tunazungumza dunia hii ya sasa, yani mwaka huu. Tunamebaki na miezi michache, kwa sababu mfumo huu wa quantum machine unakwenda kuwashwa rasmi tarehe 15 mwezi wa 7 2025. Maana yake tunakwenda kuanza mwaka huu. Na baada ya kuanza, maana yake kuna muda ambao watapewa deadline. Benki zote duniani zihame kwenye mfumo huo wa Swift na kwenda kwenye mfumo huo wa ISO 222. Sasa ukiona kuanzia tarehe 15 dunia imepokea ujio mpya, maana yake hata hapa Bongo nyumbani kwetu kwa mama Kizimkazi lazima wahame kutoka kwenye Swift benki zote mpaka BOT pale ndo itakapoanzia sakata hilo. Zenu wataelekezwa mabenki mengine yote kwamba sasa tumetoka kwenye mfumo huu, naomba mfate mfumo huu hapa. Sasa wakati huo ndio watu walioikataa Pai wataanza kujua kwamba Pai ni dude gani limeandaliwa duniani na lina watu wenye akili namna gani. Tunalalamika kweli Global Mainnet inachelewa, lakini kitu ambacho wanakifanya core team ni kitu cha hatari sana. Kwanza wanaitengeneza dunia yao peke yao, tofauti na sarafu zingine zote hazijawahi kuunda vitu kama hivi. Ulimwengu unakwenda kuhamishwa, mifumo ya kibenki yote inahama. Lakini pia tambua makampuni yote yanayotumia website za coca-cola.com. Tunakwenda kuona coca-cola.com itaondoka, tutakwenda kwenye www.coca-cola.pi baada ya muda huo. Ndugu zangu, nawaambieni tena, nawarudia, Pi sio kitu cha mzaha. Yani kama unafanya Pi unabonyeza kitufe na unaona kama unacheza game, I say endelea tu kubinya, usikate tamaa. Hilo game licheze vizuri tu. Yani hilo game linakuondoa kwenye umaskini maisha yako yote, wewe na kizazi chako chote. Na wewe unayemine Pi leo, wale ambao watafika salama kwenye hii safari pasina kukata tamaa, watakuwa wameingia kwenye vitabu vya kuandikwa kwenye historia ya vizazi na vizazi. Haitakuja kutokea tena, miongo kadhaa itapita, haitakaa itokee kitu kama hiki. Tujiandae kisaikolojia, tuchimbe Pi, tujue ukubwa wa Pi. Serikali yetu mama alisema kama hawajajitayarisha yasije yakawastukiza ghafla wakakuta hawako tayari, lakini Watanzania wakawa wameshawatangulia. So mimi nathibitisha kuwa Mtanzania wa kwanza ambaye nimeshaitangulia nchi yangu. Tanzania yangu nimeshaitangulia. Mama alisema wasije wakastukizwa, na imani wao watastukizwa baada ya tarehe 15 mwezi wa 7.
serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itastukizwa kwa hili dude linalokuja. Na dude hili limeandaliwa kutoka Stanford University. Pale Stanford University unatoka kidogo tu pembeni kuna sehemu inaitwa Silicon. Hapa ndipo mambo yote ya Pi network yanakotoka. Naomba ndugu zangu tuishikilie Pi ipasavyo. Ya kwangu yalikuwa machache kwa ajili ya kukufahamisha ujio wa quantum machine ambayo itakwenda kuwashwa rasmi tarehe 15 mwezi wa 7 2025. Hili dude likiwashwa, maana yake serikali yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima ihifate. Haitakaa nyuma. Maana ikikaa nyuma haitaweza kuwa na huduma yoyote zaidi ya kuifata teknolojia hii inayokwenda kufanywa na mapinduzi makubwa na Core Team. Asante kwa kunisikiliza. It's your boy ZINGE. Naitwa Zinge. Uwe na siku njema.